ya Yanga. Yesu ameshinda zaidi ya Chelsea. Hapo ndipo mnanielewa watu wa Dar es Salaam. Jamani, haleluya. Maombi, unapofanya maombi yanaweza kukubadilisha hali yako. Maombi yanabadilisha hali yako. Nakwenda kumaliza hapa, tamalizia siku ya kesho. Kitabu cha Kutoka sura ya 34:29. Ni vizuri kusoma neno, sijui kwa nini. Ni vizuri kusoma neno. Lakini unaona haya maneno Musa 29 Kutoka 34:29. Musa baada ya kutoka kuwa na Mungu kwenye mlima, uso wake uling'aa. Hiyo Kutoka 34:29. Uso wake uling'aa. Mnaosema mimi na roho ya kukataliwa, sijui uso wangu ameupaka majivu, sijui uso wangu sio ameupaka nini, mavi ya kuku, siwezi kuangaliwa, sina kibali. Unapoingia kwenye maombi uso waga unang'aa, hasa unapoenda kwenye maombi yale ya kuwa na Bwana. Sikia hilo neno la Mungu linasema Musa alipokuwa na Bwana. Yaani kwenye yale maombi akiwa naomba Bwana alikuwepo. Kuna maombi yale unaomba kutimiza tu wajibu, Baba nalala sasa kwa damu ya Yesu, amen, afrasizie. Lakini hapo maombi yale ambayo unaenda na Bwana na kuwepo. Baada ya Musa kuwa na Mungu mlimani, jambo la kwanza uso wake uling'aa. Kumbuka ninaongea kutoka kwenye aibu na kwenda kwenye utukufu. Ishara ya kung'aa ni ishara ya kuonyesha utukufu wa Mungu kushuka kwa Musa. Musa alibeba utukufu wa Mungu. Tunachokiona alipotoka kwenye maombi, utukufu wa Mungu ulishuka kwa Musa. Musa baada ya kukaa mbele za Mungu, Mungu alibadilisha hali ya Musa. Kukaa mbele za Mungu hubadilisha hali ya mtu kutoka hali ya kawaida na kwenda kwenye utukufu. Asante unayeandika, wewe uko makini sana. Kukaa mbele za Mungu kwa maombi hubadilisha hali ya mtu kutoka hali ya kawaida kwenda kwenye utukufu. Na hii ndiyo dua yangu kwa kanisa hili la Tandika, kwamba Mungu abadilishe hali yako. Hivi ulishaona kuna waombaji wanaomba sana lakini hali zao hazibadiliki? Kuna waombaji wanaomba hali zao hazibadiliki, ni zile zile. Kuna watu wanaomba lakini maisha yao yako vile vile. Leo tunajifunza unapokuwa kwenye maombi na Bwana anapokuwepo kwenye maombi, lazima hali yako ibadilike. Na mimi ni maombi yangu kwamba hali yako ya kiuchumi ibadilike, hali yako ya watoto ibadilike, hali yako ya kihudumu ibadilike. Hata kama unaimba ni sauti linakoroma kama la kwangu, lakini unapoimba acha utukufu ushuke, acha nguvu zishuke, hali yako ibadilike. Musa aliposhuka kulikuwa na mng'ao. Alikuwa Musa yule yule na jina lile lile, lakini aliporudi hakubaki vile vile. Hii semina haitamwacha mtu yule yule. Hii semina itabadilisha mng'ao wako. Hii semina inabadilisha biashara yako. Ninatabiri kwa jina la Bwana, palipokuwa na giza, acha nuru ya Kristo iangaze kwa jina la Yesu. Acha nuru ya Bwana iangaze kwa jina la Yesu aliye hai. Haleluya. Inawezekana amekucheka sana. Hata Yesu alimcheka, sema aliokoa wengine na ajiokoe mwenyewe, hajitoe mwenyewe kwenye ile jaribu. Si ameokoka huyu? Nataka niwaambie maombi yatakutoa, yatakutoa kwenye aibu. Yesu alitoka na mng'ao mwingine. Tutasoma siku ya kesho, kuna mlima wa mabadiliko. Yesu aling'aa pia, mpaka mavazi yake alibadilika. Tutaona alibadilika. Lazima Wakristo tuwe zaidi ya yoyote tunayekutana naye. Hayakutana na sisi, anasema kuna Mungu yuko hapa. Jamani, haleluya. Tunatoka kwa maombi. Nasema tunatoka tena kwa maombi. Kama maombi alimtoa Yesu, na mimi atanitoa. Kama maombi aliwatoa manabii, na wewe atakutoa. Kama maombi yalimpa Sara, yalimpa Ana mtoto wa kiume Samueli, yatakupa mtoto kwa jina la Yesu aliye hai.
Tusimame tena mbele za Bwana wakati huu.